لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار العزيز الجبار. وأشهد أن سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، enyi waja wa Allah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi ambaye aliyefanya mpaka sasa hivi tumekusanyika kwa ajili ya ibada tukufu, naye ni kiongozi mtukufu ambaye aliyetumwa kutuletea dini ya kweli ya haki, ambayo ndio dini ya mitume na manabii wote, nayo ni dini ya Uislamu. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kulisukuma gurudumu la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya Ijumaa, siku yenye furaha, ili ndogo kwa Waislamu, na leo hii tukiwa hapa katika msikiti huu, ikiwa hutuba ya kwanza na hutuba ya kwanza kutolewa katika msikiti huu, ikitolewa kwa furaha tena iliyo ya hali ya juu, tukiunganisha na furaha ya Ijumaa, inakuwa ni furaha iliyoje iliyojaa katika vifua vya watu. Enyi waja wa Allah, hotuba yangu ya leo sitoenda nje ya mada zilizozungumziwa ndani ya jambo lililofanyika kwa siku hii ya leo. إخوة في الله، نحمده الله تعالى الذي من علينا بإتمام هذا المسجد المبارك. Ninamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliyefanya na kujalia kukamilisha na kutimiliza msikiti huu wenye baraka. Enyi waja wa Allah, nas'aluhu subhanahu an yaj'alahu baitan يذكر فيه اسمه وتقام فيه صلواته ويتلى فيه القرآن وتربي فيه الأجيال على الإيمان والتقوى. Namuomba Mwenyezi Mungu, tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie nyumba hii tukufu iwe ni nyumba ambayo inamtaja Allah Subhanahu, ndani yake inataja jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tuqamu fihi salat, na ndani yake isimamishe swala tano kwa hakika. Tunaomba Allah ajalie msikiti huu uweze kujaa, Waislamu waweze kufurika, waweze kuja kwa wingi na kujaza msikiti huu kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia uwe ni msikiti inasomwa ndani yake Qur'an, iwe ni sababu ya kulea na kutunza vizazi vilivyo vyema ambavyo vitakuja kutumikia umma na jamii kwa pamoja, na iwe ni sehemu ya kulea vijana katika imani na uchamungu. Tunaomba Allah aweze kujalia iwe mfano. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi buyuti adna Allahu an turfa wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal aswad. Anasema Mwenyezi Mungu katika nyumba zake imeadhiniwa, imetajwa jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah anawaita ndani ya nyumba zake ambayo ni misikiti, antufa, ili muweze kumtaja kwa daraja la hali ya juu, muweze kumuinua yeye, kumtakasa yeye. Wayudhkaru fiha ismuhu, na litaje ndani yake jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu fiha, wamtaje ndani yake Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Ndugu zangu katika imani, innal masajida laysat mujarrad al-mabani, hakika misikiti si majengo tu, bali pia madaris al-imani. Nayo misikiti ni sehemu za shule za madrasa za kuwajenga watu imani wa manabir al-ilmi, na kutengeneza watu katika upande wa elimu na kuwafanya watu kupatia elimu waweze kujua Allah subhanahu wa ta'ala, wa marakisa lilwahdati wal afwat, na ni sehemu, ni senta za kufanya watu tuwe kitu kimoja, tushirikiane pamoja, tuwe ndugu ambao tumezaliwa kwa baba mmoja. Ndugu zangu katika imani, hiyo ndio sababu moja wapo katika sababu zinazofanya tujenge misikiti wa masanu lirijali wa nisaa salihin, na sehemu ya kutengeneza watu, wanawake na wanaume waliowema, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu, hakika ya mtu ambaye yaamuru masajida, anayeboresha, anayejenga misikiti, anayeipa sapoti misikiti. Man amana, ni katika wale walioamini Mwenyezi Mungu na wakaamini siku ya Kiyama kwamba ipo na wakasimamisha. Hawa ni watu ambao wanajenga hivyo, wanaosimamisha misikiti, kwa sababu katika kujenga msikiti lazima uwe na imani. Bila imani hauwezi kusimama ujenge msikiti. Bila imani hauwezi kushughulikia jambo lolote linalohusiana na msikiti. Imani kitu cha kwanza ambacho kinaangaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wamejenga misikiti na wakaifanya kuwa ni miliki zao. Tunamwomba Allah asijalie katika watu ambao tutajenga misikiti na kuifanya ile miliki zetu. Tunamwomba Allah atujalie nasi tupate uwezo wa kujenga misikiti na tuiweke iwe ni misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mtu huyo anasimamisha swala, na yule anayesimamisha swala, na yule anayetoa zaka, wala yakhsha illa Allah, na hakufanya hayo yote isipokuwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwahidi malipo ya mazuri. Ayuha muslimun, enyi Waislamu, inna sha'ara hadha al-masjid, hakika kama tulivyoambiwa kwamba kauli mbiu yetu ya msikiti huu ni an nakuna unasa salih, ni kuwa watu wema, wa an nurabbiya unasa salih, na kulea na kukuza watu wema. Na hii ndiyo kauli mbiu inatakiwa maimamu watembee nayo, mashehe watembee nayo, kwa ajili ya kufuta fikra za wale ambao wameweka ndani ya vichwa vyao kwamba misikiti ni sehemu ya ugeni. Ni lazima tujenge kizazi kilicho chema. Ni lazima tufundishe na tulete kizazi ambacho kitakuja kutumikia Uislamu, sio kuja kutumikia nafsi zetu. Tukifanya hivyo, basi tutafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzangu katika imani, tuwajenge watoto zetu na tuwalee watoto zetu katika maadili ya Uislamu, na pia tusichoke kujifunza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalahu yabda'u bi islahi nafsi, hakika wema unaanza kwa kusafisha nafsi yako. Kwanza uanzie na nafsi yako, alafu ndipo uweze kutengeneza watu wengine wawe wema.
Sisi kama sio wema hatuwezi kutengeneza watu wengine. Basi ndugu zangu katika imani, hii ni kauli mbiu ambayo itakayotembea katika msikiti huu, katika markazi hii ambayo tutakuwa tunatembea nayo kwa ajili ya kufunza kizazi chetu. Na hatutaenda nje ya kauli mbiu ambayo tuko nayo. Ni lazima tuende ndani ya kauli mbiu, kwa sababu ndicho kitu ambacho tunachotakiwa mashehe, maustadhi, wazazi, walezi waweze kukifanya katika majumba yao na katika madarisi wanazofundisha. Ndugu zangu katika imani, thumma yantakilu ila al-usra, kisha baada ya kusafisha nafsi yako sasa unaenda kusafisha familia yako. Ndipo unaenda kufanya familia yako iwe watu wazuri. Wewe kama sio mzuri, hakuna familia inaweza kuwa nzuri. Ili familia zetu ziwe nzuri, ni lazima sisi wenyewe tuanze kujisafisha. Ndugu zangu katika imani, thumma ila al-mujtama, kisha ndio tupeleke katika mujtama, katika sehemu makundi mbalimbali, tufundishe watu na jamii. Tusipofanya hivyo, basi tutakuwa tunachofanya ni ria. Na ria ni katika shirki, ni katika mlango wa shirki, dawa ni shirki kidogo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, enyi mlioamini, baada ya kujisafisha ili muweze kuwa salama, ziokoeni nafsi zenu, kisha muokoe familia zenu na jamii yote. Enyi waumini, jambo hili ndilo ambalo liko uanze kabla ya wewe kwanza kusafisha watu wengine. Anza kusafisha nafsi yako. Ni mangapi tunayafanya mimi na wewe siku na mchana? Alafu bado muda huo tunaenda kusema watu wengine. Kwanza tusafishe nafsi zetu, then ndipo tuweze kwenda kusafisha nafsi za watu wengine. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Nyote ni watu, sisi wote ni watu. Kila mtu ni kiongozi katika familia yake, na kila mtu ni kiongozi kwa rafiki yake, jirani yake, kwa ndugu yake. Na sisi tutaulizwa ni kipi tulichokiongoza. Tutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumeongoza nini siku leo? Tumeongoza nini? Tutaulizwa na Allah. Ili ni swali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu ataulizwa. Kama Mtume wetu Muhammad ambaye ni afdalul anbiya ataulizwa, ya Rasulullah, uliongoza nini umati wako? Kitu gani ulichoongoza? Mimi na wewe tutaliluka ile swali. Ni ngumu sana kuliluka swali. Enyi waumini, tutembee katika familia zetu na katika jamii zetu kwa malengo ya kufanya tuweze kupata kizazi kizuri na chema ambacho kitakuja kuondoa haya matatizo yanaendelea katika jamii. Yamekuwa ni balaa, mambo yamekuwa mengi. Jamii imekuwa na kila kitu kimekuwa katika jamii kwa sasa, kwa sababu viongozi wa dini, wazazi wa Kiislamu wameacha kuwalea watoto wao katika tarbia ya Kiislamu, wameenda kuwalea katika tarbia za watu wa Magharibi. Wewe unaona mzungu au mtu wa Amerika anamwachia mtoto wake siku 24 hours, leo unasema hata mimi mtoto wangu napasi kuchezea. Tunaiga tabia ambazo sio. Kwa nini tusipate mtume? Na ndio uswatul hasan, ndio kiigizo chema. Tumeacha sunna zake Rasulullah na tumepata mwenendo wa watu wengine ambao hawahusiani kabisa na Uislamu. Kila siku mashehe wanasema, jamani, wafundisheni watoto zenu, waleni watoto zenu katika misingi ya Kiislamu. Lakini bado watu wanabadilika. Tungalipata
Huu ni msiba ugongao moyo. Huu ni msiba ambao hatujui mimi na wewe sijui tutamhimili Allah siku hiyo ya Kiyama. Enyi waumini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tena, akiwapa sifa wale ambao wanaojitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuendeleza kujenga misikiti na kuendeleza kujenga Uislamu. Anasema man bana lillahi masjidan, mtu ambaye atajenga msikiti kwa ajili ya Allah, basi ajue naye Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba siku huko peponi, na ndio atakayelipa siku hiyo ya Kiyama. Enyi waumini, siku hii ya leo ikiwa siku ya furaha, siku ambayo waumini wote tumejawa na furaha ndani ya vifua vyetu, ndani ya nyoyo zetu, na wapeni hongera na shukurani za dhati kuanzia kwa wale ambao waliodhamini mpaka msikiti huu kusimama hapa, wale viongozi walioshirikiana na sisi kuhakikisha msikiti umesimama hapa, zile familia ambazo zilizokuwa sababu na zilizoshirikiana na sisi katika kuleta msikiti na Uislamu katika maeneo haya. Nawapeni hongera na Allah akubariki sana, na Allah akuzidisheni kila kheri, na Allah akupeni malipo yale makubwa, malipo ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyajua. Allah awajalie pepo ya Firdaus, na Allah atujalie kushukuru wakati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu katika imani, bila kupoteza muda, kwamba ikiwa siku ya leo ni siku ya furaha, sitaki niibe furaha zenu, sitaki nichukue furaha zenu. Nataka kila mtu atoke hapa akiwa ni mwenye furaha zaidi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi baina yetu sote kwa pamoja, atujalie tuishi maisha ya undugu, atujalie tuishi kama watu kwa baba mmoja na mama mmoja. Barakallahu fikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa ba'd. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك في هذا المسجد واجعله منبرا للحق ومدرسة للقرآن ومعوال للمؤمنين، واخرج منهم علماء ودعاة وحفاظا وابناء وبنات صالحين. اللهم وحد كلمتنا وألف بيننا قلوبنا واحفظ الدين وتركيا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا ممن يعمرون مساجدك ظاهرا وباطنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الموت، وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار يا رب فسلمنا، اللهم أجرنا من النار يا رب فسلمنا، اللهم أجرنا من النار يا رب فسلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر السلام. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد موت
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بصير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.